Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi au kuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunasoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na ule mstari wa 19. Maandiko yanasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya ukombozi ambao unaweza ukaingia ndani ya mwanadamu kwa njia ya toba. Kwa njia ya toba anasema, basi tubuni mrejee ili dhambi zenu zipate kuondolewa, dhambi zenu zipate kufutwa. Na unapofutiwa dhambi zako kwa njia ya toba, unaingia katika ulimwengu mpya na unaingia katika majira mapya ya kukombolewa, ambayo hayo majira unapokombolewa unaingia msimu mpya wa kuburudika kwa kwake Bwana. Maandiko yanaposema kwa kwake Bwana, anadhihirisha ya kwamba dhambi inatutenga na uso wake, toba inamrejesha Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana akasema hiyo burudiko litakuja kwa kuwako kwake Bwana kwenye maisha yetu, kwa sababu toba inamleta Mungu karibu. Na ndio maana ukisoma katika ile kitabu cha Isaya sura ya 59 kuanzia ule mstari wa 1, anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Kwa hiyo katika hali ya toba tunaona urejesho unakuja. Katika hali ya dhambi, uso wa Bwana upo kuokoa na kuponya, mkono wa Bwana upo kuokoa na kuponya, lakini dhambi inakuwa inatutenga na uso wake, inatutenga na uponyaji wake, inatutenga na furaha yake. Sasa pale ambapo dhambi inaingia katika mifumo ya maisha ya muamini, furaha inaondoka, amani inaondoka. Kuna namna ya bubujiko la kuwepo kwa uwepo wa Bwana na lenyewe linaondoka. Sasa mara baada ya hapo ndipo ambapo nakuta muamini anaanza kupitia manunguniko ya ndani ya moyo juu ya changamoto anazozipitia. Na nyakati nyingine unakuwa kuna dhambi umeshazisahau, haujazitubia, kwa sababu dhambi ukiisahau huwa haijisafishi ikaondolewa eti kwa sababu aliyeitenda ameisahau. Dhambi ile ambayo umeisahau itabaki kukushikilia na kukutenga na uso wa Bwana. Lakini ile dhambi iliyotubiwa, aungamaye dhambi zake, huyo ndio atakayeokolewa. Na ile dhambi itakayotubiwa ndio itakayomweka mtu huru na kumleta kwenye msimu mpya wa kububujika furaha na burudiko itokanayo na kusamehewa dhambi na kuondolewa dhambi na kufutiwa dhambi. Kuna dhambi ambazo unazikumbuka, lazima uzitubie hizo dhambi, ukiri ya kwamba kweli mimi nimetenda dhambi, Mungu ninaomba unirehemu. Zile dhambi ambazo huzikumbuki pia na zenyewe inabidi mwambie Mungu, naomba unichunguze kwa Roho yako Mtakatifu, ikiwa kuna dhambi iliyo mbele yangu ambayo sijaitubia. Ile dhambi ninaomba unitakase, ioshe Bwana Yesu, niwe mweupe kuliko theluji. Sasa unapoingia katika mfumo wa kujitengeneza katika toba, uwe unajua kabisa ya kwamba kuna mfumo ama kuna msimu mpya ambao unaingia wa kukupa bubujiko la furaha, la kukupa kicheko, kupata amani, kupata ushindi. Kwa hiyo tutaenda mbele za Bwana kwa toba wakati huu. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 51, utakuja kuona ya kwamba Daudi alikuwa anaongea vitu ambavyo huwa mara nyingi vinapungua mtu anapotenda dhambi. Yeye akawa amekimbilia mbele za Bwana kuomba hivyo vitu visiondoke. Ukisoma vizuri ile Zaburi ya 51, utaona jinsi ambavyo Daudi alikuwa akiomba toba, lakini alikuwa akijilinda
vitu visiondoke. Ukisoma anasema Mungu ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Anasema unioshe kabisa kwa uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Anasema nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki, unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Anasema tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nao utanijulisha hekima kwa siri. Anasema unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Anaeleza ya kwamba furaha na shangwe anailinda kwa sababu anajua dhambi huwa inaondoa furaha na shangwe ndani ya mtu. Anasema unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Anasema sitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu. Anasema Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Maana yake nini? Dhambi inafanya roho ambayo haina utulivu ndani ya mtu. Roho inakuwa haina furaha, haina utulivu. Anasema usinitenge na uso wako. Tunarudi kule kule kwenye Isaya 59, na hapa nakuja kusema usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu siniondolee. Sasa dhambi inamtenga mtu na uso wa Bwana. Kwa hiyo ukiikalia kimya hiyo dhambi, ukiikalia kimya, haiwezi kasema ndio uso wa Bwana utakuja kwa sababu umeikalia kimya. Utajikuta tu unapitia changamoto zisizokuwa na majibu. Lakini leo baada ya toba hii tutakwenda kuifanya kwa dakika chache kwa pamoja, utaanza kuona kuna bubujiko la furaha tena linaingia ndani yako. Anasema unirudishie furaha ya wokovu wako, nitegemeze kwa roho ya wepesi. Kumbe unapotenda dhambi, furaha ya wokovu wako inaondoka. Halafu ile hali ya wepesi, ya wepesi wa kuomba, wepesi wa kutafakari neno, wepesi wa kusoma neno, na wenyewe pia unaondoka. Kwa hiyo ni lazima uelewe ya kwamba kwenye package ya dhambi huwa inaondoa vitu gani. Yani kuna package inaondolewa mtu anapotenda dhambi. Na moja ya mtu kutubia dhambi yake, kati ya package ambayo huwa inarudi ni ile furaha ya moyo, furaha ya ndani inayoambatana na mafanikio ambayo umeyapoteza kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo tunataka tuende mbele za Bwana tukaombe na toba, kwa sababu dhambi ikiwa umeubeba mwili, dhambi ni kitu cha kinavizia muda wote, kinapigana kiingie kwenye mifumo yako. Kwa sababu tumebeba miili ya dhambi, lakini tunapambana kwa watakatifu kupitia damu ya Yesu. Lakini miili yetu inatushawishi kwenye dhambi, wakati roho zetu zinatushawishi kwenye utakatifu. Na ndio maana hivi viwili havijawahi kaa pamoja mpaka kimoja kimteke mwenzie. Na ndio maana roho ikiuteka mwili, hapo unakuwa uko huru katika dhambi, ya kwamba hauwezi kutenda dhambi. Lakini kitokea roho yako ikawa imeshuka, mwili ukapata nguvu, dhambi zinakuja kwa mfululizo kama mabomu. Kwa hiyo ni lazima tuende mbele za Bwana tuombe toba. Mahali ambapo tumetenda dhambi ni ukombozi mkubwa sana. Utashangaa kutatokea namna ambapo burudiko litakuja na utamshangaa Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe toba. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa rehema na neema. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao Mungu ni wakati wa ukombozi kwa watu wako. Pale tunapokuja mbele zako kwa toba, kwa uovu na dhambi tulizozitenda, ambazo tunazijua na zile tusizojua, tunaziungama zile tunazozijua, na kuomba Bwana ututakase kwa damu yako, utuoshe kwa hisopo yako, na kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, tuweke mbali na dhambi zetu, usikumbuke uovu wetu tena, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, kama Daniel alivyoomba toba kwa ajili ya uovu wa baba zao na mama zao, Mungu aliye hai, nasi tunaomba toba kwa ajili ya uovu wa baba zetu na mama zetu, uovu wa kizazi cha nyuma ambao pia unanyanyua hati za mashtaka leo.
Baba, ninaomba toba kwa ajili ya uovu wa baba zetu, uovu wa ndugu zetu, uovu wa misingi mibovu ya dhambi na miungu iliyotendeka kipindi cha uhai wa ndugu zetu, wa baba zetu, uhai wa babu zetu, hata wale wa nyuma. Maovu yaliyoyafanya tunayatubia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, tunatubu kwa ajili ya miungu migeni iliyokaa kwenye familia zetu na koo zetu hata pasipo sisi kujua. Tunaomba toba, Bwana. Uturehemu Bwana, ututakase Bwana, utuoshe Bwana. Yamkini Mungu aliye hai, vizazi vyetu vya nyuma, baba zetu walitenda dhambi kwa kazi zao walizozifanya, kwa mambo aliyoyaishi, kwa miungu migeni iliyokuwa ikifanya kazi katikati yao, na wakaona kama miujiza inayotokea kwenye miungu migeni kama ndio silaha ya kuambatana nayo, kumbe ilitoka kwa ule mwovu. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wetu, hata wasije wakashiriki uovu wetu na wa baba zetu. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wetu, kama vile Ayubu alivyokuwa akiomba toba pia kwa watoto wake, akasema yamkini wamekutenda dhambi Mungu. Nasi tunaomba toba pia kwa ajili ya watoto wetu, yamkini wamekutenda dhambi katika mienendo yao, mawazo yao, katika kazi zao, yamkini wamekutenda dhambi. Bwana, tunaomba toba kwa ajili yao pia. Mungu, achilia nuru yako iingie ndani yetu. Bwana, umesema kusamehe dhambi zako zote, akuponye na magonjwa yako yote, auwekae na kuukinga uhai wako mbali na kaburi. Baba, ninaomba vile unavyotutakasa utuponye na magonjwa yote tunayoyajua na tusiyojua. Mtoto wako anyenisikia, mponye na magonjwa yote kupitia toba hii, kupitia msamaha unaoachilia kwa damu yako. Achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu lema, maana ni package. Umesema atakayeungama na kuzitubia dhambi zake, huyo ndio atakayeokolewa. Mungu aliye hai, ninaomba mkono wako ukawe mwepesi kusamehe, ututakase kwa damu yako na kutosha kwa hisopo yako. Tutenge na uovu wote, tutenge na magonjwa yote, tutenge na mauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa maana we Mungu unatusamehe dhambi, hutakumbuka dhambi zetu tena, unatuponya. Bwana, kila mipango, nguvu za giza iliyokaa na kunyanyua hati za mashtaka kupitia dhambi zetu, zile hati za mashtaka tunazichana kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Tuko huru, tena huru kweli kweli. Baba, asante kwa maana ni wakati mpya na majira mapya ya bubujiko ndani yetu, maana tumesamehewa dhambi, maana tumeondolewa uovu. Bwana, hautakumbuka dhambi zile tena. Umesema kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, ndivyo unavyoenda kutuweka mbali na dhambi zetu. Umesema we Mungu nasamehe dhambi zetu kwa ajili yako mwenyewe. Mungu li hai, asante kwa maana huruma zako ni nyingi. We Mungu umejaa rehema na neema. Tunalibariki na kuliinua jina lako Mfalme. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Tusamehe kwa dhambi zote, tusamehe Bwana. Isionekane dhambi iliyo mbele yetu, wala isionekane dhambi ya baba zetu na mama zetu, wala isionekane dhambi za watoto wetu mbele ya uso wako. Bwana, tutakaswe kwa damu yako na utuingize katika bubujiko la furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana, na kupitia maombi haya amini ya kwamba sasa wewe ni mpya. Wewe ni mpya, wewe umefanyika kwa upya, na ile dhambi ambayo ulikuwa unaona kama haiwezi kuondoka, maombi haya, hiyo dhambi imeondoka. Kuna mtu mmoja alikuja akaniambia, akasema, baba, wewe hujui nimefanya abortion ngapi. Unavyoniambia toba, yamkini natakiwa nifanye toba ambayo ninafanya lakini bado najihukumu. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu ni Mungu wa rehema. Angalia usitende dhambi tena, lakini Mungu amekurehemu. Cha muhimu, angalia usirudie dhambi ile tena. Mungu aendelee kukubariki, aendelee kutakasa, na aendelee kukufanya uwe na bubujiko la furaha na amani. Basi tutaenda kuikamilisha ibada yetu hii kwa sadaka. Sadaka hii kwa ajili ya toba tuliyoifanya. Hiyo sadaka ikapiga kelele kwenye kiti cha enzi, na kupitia sadaka hiyo ikakupe neema, furaha na bubujiko lisikauke katika maisha yako na kwa maisha ya watoto wako, na zile hati za mashtaka hazitanyanyuliwa tena, kwa sababu ile sadaka pia inaenda kunena yaliyo mema
kwenye kiti cha enzi. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza kaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa ya M-Pesa, lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.